Viongozi wa kidini chini ya Baraza la Viongozi wa Dini la Pwani CICC kaunti ya Mombasa kupitia mpango wa Tupo Pamoja awamu ya pili wanaonya viongozi wa kisiasa dhidi ya kuwatumia vijana kuchochea uhasama na ghasia kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, wakiwasisitiza badala yake washiriki katika kuhubiri amani, uongozi na utawala bora. Hii hapa taarifa yake Wilfrida Madanji ambayo iliwasilishwa na Yvonne Shirisha. Viongozi wa kidini chini ya Baraza la Viongozi wa Dini la Pwani inaonya dhidi ya kutumiwa kwa vijana kuchochea vurugu za kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Baraza hilo limezindua mpango wa miaka mitatu wa Tupo Pamoja awamu ya pili unaolenga kuwawezesha vijana kushiriki katika mchakato wa kisiasa kwa njia ya kidemokrasia. Wanachama wa baraza hilo wamebainisha kuwa kuna ongezeko la idadi ya vijana wanaoshiriki katika mchakato wa uchaguzi kwa sasa. Wameongezea kuwa mpango huo unalenga kuwawezesha vijana kufanya maamuzi sahihi katika kipindi hiki muhimu, huku ikiwapa wanawake nafasi za kuhubiri amani wakati wa kampeni za kisiasa. But then this time there are a lot of youth which is involved. We have quite a number of youth. It is our national assets. We can use it and we can haribu pia. Vile Sheikh nasema, vile Bishop nasema. Hiyo ni malengo yangu pia. Wamewataka wanasiasa kuepuka matumizi ya lugha ya uchochezi wakati wa kampeni na badala yake kuhamasisha umoja wa wananchi. Siasa si chuki. Wala siasa si wadui. Siasa ni kuweza kuwazungumzia wale watu kukubali, lakini si kutumia lugha ambazo kwamba ni chafu za kutusiana, za kudharuliana. Hizi ni lugha ambazo kwamba zinaweza zikaleta mchafuko katika jamii, katika nchi yetu. Kwa hiyo wanasiasa, fanyeni siasa zenu, lakini mtumie lugha mzuri katika kufanya siasa. Huku uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ukikaribia, wasiwasi unaongezeka kuhusu matumizi ya vijana kisiasa. Wadau wanapinga kwa dhati matumizi ya vijana kama nyenzo za kuchochea vurugu, na badala yake wanasisitiza kuwawezesha kuwa nguzo za uwazi, uwajibikaji wa kidemokrasia na amani. We launched this program at a critical moment in Kenya, as Kenya approaches the 2027 general election. Political tensions are already emerging, and we are increasingly witnessing how young people can be mobilized and manipulated for political gains and interests. As an interfaith and non-partisan organization, CICC Trusts reminds all political actors our youth are not political weapons.